Mimi kwa jina naitwa Edbiri Kazala Kinyoma, ni mbunge wa jimbo la Kasulu Vijijini. Kwa ujumla, mimi kwa kuzungumzia hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ambayo imetolewa hapo jana, kwa kweli ni hotuba ambayo ni nzito, hotuba iliyobeba matumaini ya Watanzania, hotuba ambayo imebeba suluhisho ya changamoto nyingi za Watanzania. Na kwa mfano Mheshimiwa Waziri Mkuu amezungumzia kwa mfano swala la bima kwa wote. Hili jambo ambalo mpaka sasa hivi kwamba limeshakava zaidi ya watu milioni 1.4 tayari wanakwenda kunufaika moja kwa moja na hii swala la bima kwa wote. Of course ni hasa kwenye yale makundi watu wenye changamoto za kifedha ambao wako ni less privileged kwenye jamii. Lakini pia tunakwenda kwa mfano Mheshimiwa Waziri Mkuu amezungumzia kwa mfano fedha kwa mfano za mifuko mbalimbali, kwa mfano mfuko wa barabara, jinsi fedha zitakuwa zinaenda kwenye TARURA. Ukizungumzia kwa mfano kama sasa hivi nchi yetu maeneo mengi hasa ya vijijini ni changamoto, na ukiangalia jamii kubwa ya Watanzania wengi hawaishi mjini, wengi wako kule vijijini. Kwa hiyo tunavyozungumzia kwamba fedha zitakwenda majimboni moja kwa moja kwenda kwenye TARURA, maana yake wananchi wanakwenda kunufaika moja kwa moja, na maana yake wakiwemo wananchi wa jimbo langu la Kasulu Vijijini. Kichukua hotuba ya Waziri Mkuu ambayo inakwenda kureflect hotuba yake ya siku ya kwanza kabisa jina lake lilipoletwa bungeni na kuweza kuthibitishwa. Ukisikiliza, ukiitazama, imekaa kwenye kuhudumia, na huduma ndio imekuwa msingi wa mwelekeo wa serikali ya awamu ya 6. Na mimi binafsi nimeisoma na nimeiangalia vizuri. Kwa upande wa tija kwa Watanzania umejielekeza kwenye ile miradi mikubwa ya kimkakati, lakini pia tija za kisekta ambapo kwenye eneo la madini, kilimo. Kwa ufupi, mambo ambayo nayaona yanatija sana ukiondoa mengine, lakini amezungumzia masuala mazima ya kuhakikisha kwamba ile mifuko ambayo ndio inayoendesha barabara zetu, mifuko ya maji, mifuko ya barabara, mifuko labda HIV na nini, kuanzia mwaka ujao wa fedha, mifuko hii sasa itakuwa inapata fedha moja kwa moja kutoka kwa mkusanyaji, kwa maana ya TRA.